Karibu sana kwenye kipindi chetu cha Wanawake Live, kipindi cha jamii. Tunaongelea sana masuala ya wanawake, mambo yanayohusu wanawake, maendeleo ya wanawake. Japokuwa maendeleo ya wanawake Tanzania yanakabiliwa na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo tunaongelea mambo hayo pamoja na watoto. Unapomwongelea mama, huwezi kumweka mtoto mbali. Kwa hiyo ni wanawake na watoto. Lakini sasa tukishaongelea masuala ya wanawake na watoto, matokeo yake ni kwamba tunajenga familia. Kwa sababu ndani ya familia kuna baba, kuna wanaume, na wao wanashiriki kwenye kipindi ili tuweze kufanya sasa familia zetu ziweze kujengeka. Kwa hiyo familia zinakuwa bora, jamii itakuwa salama na taifa linakuwa salama. Katika kipindi hiki cha leo tungependa sana tuzungumzie swala zima la siku ya wanawake duniani. Unajua ni mwezi wa 3. Na mwezi wa 3 unajua tarehe 8 duniani kote watu wanasherehekea siku ya wanawake duniani. Na hapa katika nchi yetu kumekuwa na matamasha mbalimbali. Sio lazima ile siku ya tarehe 8 iwe kabla ya tarehe 8, iwe baada ya tarehe 8. Watu wamekuwa wakifanya shughuli mbalimbali za kuhamasishana katika kusherehekea siku ya wanawake duniani. Kwa hiyo wewe hapa tarajia kuona tulivyohudhuria kwenye matamasha yenye theme mbalimbali, lakini tarajia kuona pia wanawake ambao wameweza kwa namna moja au nyingine. Wapo ambao wanasupport wenzao, wapo ambao wao wenyewe ndio wameandaa vitu vizuri. Wewe tarajia hiyo. Mtu wa kwanza ambaye anatufungulia pazia ni mwanadada ambaye sasa hivi ni mama watoto wawili, lakini ni dada ambaye amekuwa na mafanikio makubwa. Anafanya kitu ambacho jamii ya Tanzania, Afrika Mashariki na dunia wanajua. Unajua ni nani? Hebu basi nikukaribishe ili uungane nami pale ambapo nilikuwa nazungumza naye kwa ajili ya kubadilishana mawazo na jambo kubwa kabisa ambalo analifanya kwa ajili ya wanawake wa Tanzania. Karibu. Sasa yuko hapa ni mama ambaye ana watoto kadhaa, atatuambia ana watoto wangapi, lakini bado ni binti, ni mrembo sana. Yaani kila ninavyomuona naona anazidi kuwa mdogo, anajikipu vizuri, na hiyo ni nadhani ni siri pia ambayo wanawake tunatakiwa kuijua. Wengi watu kishajiachia na watoto wawili watatu wala hata mmoja, basi unabaki hapa. Yaani ukikutana na mtu ueleweki, tumbo limefika kule, ueleweki kwa kifupi. Kwa hiyo nadhani licha tu ya kukuhamasisha kufikia ndoto, anakuhamasisha pia kuweza kujikipu vizuri, uwe na mvuto zaidi. Karibu sana Irene. Asante sana Jess, hizo ni sifa nyingi sana. Yani asante na wewe pia. Ni kweli kabisa, wala sio unafiki, na anayekuona anajua ninachokisema ni kweli. Asante. Unawezaje kwanza kuendelea kubaki hivyo? Uzeeki unazidi kuwa mtoto, unasema gani? Azeeki mtu. Yaani no, well, nadhani kwanza iko kwenye genes, lakini vile vile miaka kadhaa iliyopita, kama miaka 2-3, baada ya kuona umri unakimbia sasa, niliamua kufuata program ambayo ina ya afya zaidi. Kwa hiyo nafanya mazoezi at least mara 2 au 3 kwa wiki, na pia nakula vyakula ambavyo vinachangia kwenye afya bora. Okay. Yeah, naona hata sasa hivi wadada wengi wameanzisha hiyo programu ya kula kwa kuangalia afya. Umeiona kwenye mitandao? Naziona, ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo na wewe ni mfuasi wa hiyo? Yes, siwezi nikasema kwamba nafuata sana, lakini najitahidi. Ndicho ndio siri ya mafanikio yako. Najitahidi. Na pia nadhani siri kubwa kuliko zote ni kwamba mimi ni mtu ambaye niko chanya. Niko chanya saa zote. Kwa hiyo pia inanisaidia. Yaani huwa kwenye kila tukio ambalo linanitokea au kwenye safari yangu, kwenye shughuli zangu, huwa najaribu saa zote kuwa na mtazamo chanya kwenye mahusiano, kwenye vitu mbalimbali. Kwa hiyo pia inanisaidia, ni kama chakula cha roho, kinakufanya uwe na mwanga zaidi. Hebu tumegee siri kidogo. Umegusia mambo ambayo ni very sensitive. Yes. Mambo ya mahusiano, mambo ya kwenye maisha. Yes. Kuangalia chanya manake ni nini? Kwa sababu kuangalia chanya, yani kwenye matatizo yoyote ambayo umekutana nayo, badala ya kukaa na kujiona kama wewe ni victim, yani wewe ni umeathirika sana na hilo tatizo na kujilaumu na kuichukia dunia, huwa najaribu kuangalia ni somo gani natakiwa nijifunze kwenye hilo tukio ili niendelee mbele. Kwa hiyo saa zote tukio likinitokea huwa naangalia ule uchanya wake. Yaani hapa ni somo gani natakiwa nijifunze. Hapa ni kitu gani natakiwa nikijue au nikibebe kutoka hili tukio. Na kitu nasemaga siku zote kwamba changamoto kwenye maisha ni nyingi, lakini changamoto ni muhimu sana kwa sababu wote tunataka kwenda mbele au kwenda juu. Kwenda juu iki symbolize
kufanikiwa kwenye shughuli zetu, labda kuishi maisha ambayo tunayatamani aina fulani, kupata hela zaidi kwa wengine, kuwa na familia bora. Kwa hiyo wote tunataka kuelekea juu, lakini kuelekea juu unahitaji kitu cha kupandia kufika huko juu. Kwa hiyo kwangu mimi changamoto ndio hiyo ngazi. Kwa zinavyozidi kuja ndio zinavyotakiwa zikupeleke juu zaidi. Kwa nasema changamoto ni ngazi. Tena ukiwa huna changamoto, yani inabidi ujiangalie mara mbili. Unazihitaji ili uweze kuzikwea kwenda juu zaidi. Wow. Aisee, leo umenifundisha somo kubwa sana. Kubwa mno, kwa sababu mimi nilikuwa nadhani ni tofauti kidogo na ulivyosema. Kuna vitu nimejiona kabisa lazima nijifunze. Yes, you are my role model by the way. Jamani, hiyo hicho ni kitu kikubwa sana. Yaani yani umenisaidia sana sana katika harakati zangu. Na bado nakutazama kama mfano. Na unajua ukiwa role model wa mtu sana sana, kama ni yule mtu ambaye unamfahamu na yeye pia kuna kitu unapata kutoka kwake. Kwa hiyo wakati wewe unaniona mimi ni role model wako, na mimi pia kuna vitu kadhaa vingi sana ambavyo nimejifunza kutoka kwako na vinanisukuma. Najua tumeshakaa tumeongea, umenielezea habari ya maisha yako, na yenyewe pia inanipa motisha. Yes. Wakati naanza Wanawake Live nilikuja kuomba ushauri kwenye kampuni yake. Na kweli walinisaidia. Walikaa chini wakaniongoza, wakaniambia pita hapa, pita hapa, pita hapa. Nashukuru Mungu leo nikaingia mwaka wa 5. Na jitihada zako zimechangia sana. Ni kweli, lakini yani vile vile ukipata mtu anayekwambia nenda hivi, nenda hivi, huyo ni mtu mzuri sana. Ni kweli kabisa. Na hicho kitu ni kitu ambacho pia kilitufanya sisi tuanzishe hizi program zetu, kwa sababu kwanza changamoto tuliziona ni nyingi. Kwenye pita zetu tuliona kwamba kuna tatizo kwamba wasichana wengi, hata wamama ukiwauliza labda ni mwanamke gani ambaye anakusukuma kwenye maisha yako, yani unamtumia kama kinara. Miaka hiyo ya 2006 wanataja majina yalikuwa yanajirudia mawili matatu. Wengine wanakutajia, ukienda mjini labda wanakutajia mwanamke ambaye yuko nje ya taifa letu. Kwa hiyo tukagundua kwamba kuna tatizo, hakuna role models wa kutosha. Hakuna role models wa kutosha, na wote tunahitaji role models. Kwa sababu unajuaje kwamba kitu fulani kinawezekana kama hujaona labda mtu fulani amekifanya, au unapataje ule msukumo? Maana kama nilivyosema changamoto zinapoga nyingi sana. Kwa hiyo kumwangalia mtu kaona ametoka hapa akaenda pale akafika pale, inakupa jazba fulani ya wewe kutaka kufanikiwa. Kwa hiyo ndio ilitufanya tuanzishe tuzo za wanawake wenye mafanikio, kwa sababu tulitaka tulielewa kwamba kuna wanawake wengi Tanzania ambao wanafanya vitu vizuri sana, vikubwa, wanabadilisha jamii, lakini watu hawafahamu. Na kama hawafahamu, basi hakuna vinara wa kutosha kwenye jamii yetu, na tunahitaji vinara ili watusukume mbele. Wow. Sawa. Nashukuru. Kabla hatujaanza kuiongelea hiyo tuzo, pengine nadhani ingekuwa vizuri pia tukafahamu vile ilivyoanza, historia yake kidogo tu. Alafu baadaye ukatuambia zimefikia wapi, kwa sababu zimeshafanyika mara kadhaa. Na mwaka huu tumeona pia yani maandalizi yake ni kabambe na jinsi ambavyo imefanyika. Hebu utuambie kidogo kilichokupa motisha kusema kwamba uje kwenye tuzo. Ni nini? Lazima kuna vitu kadhaa ulikuwa umevifanya kabla. Au ulianza tu? Hapana, ilianza kwanza miaka ya 2005 hivi, 2006, wakati nafanya kipindi kinaitwa Mimi ni Kisura Najitambua. Watu wengi nadhani watakuwa wanakikumbuka. Kile kipindi tulikifanya kwa ajili ya kufanya uenezi wa wasichana wadogo kujitambua. Ndio maana tulikuwa tunatumia sanaa ya urembo ili watu wajitambue. Tulikuwa tunaamini kwamba msichana ukijitambua, ukijua kwamba ni wapi unaelekea, wewe ni nani na unataka kuelekea wapi, basi utajua ni jinsi gani ufanye mbinu gani kufika pale. Kuna msemo unasema usipojua unapoelekea, njia yoyote itakupeleka huko. Kwa hiyo ndio ilitufanya tufanye kile kipindi cha Mimi ni Kisura Najitambua. Sasa kwenye kutembea kwenye mikoa yote ile, kuongea na wale wasichana, kujaribu kuelewa nini kinawasukuma kwenye maisha, ndoto zao ni vipi, tukagundua kwamba kuna hali duni sana ya kwanza kuwa na ndoto. Wasichana wengi wanakuwa wako tu, hawana dreams, hawafikirii labda wangependa kuwa nani au watakuwaje hivyo vitu ambavyo wanapenda kuwa. Kwa hiyo ndio hapo ambapo hilo swala la kwamba hakuna vinara wa kutosha ambao wanaweza kutoa motisha likajitokeza. Sasa baada ya hapo ndio tukakaa na kupanga kuhusu hizi tuzo. Yes. Na tumeona
La sasa hivi ni mara ya ngapi mnafanya? Hii na ni season ya 4. Tulianza mwaka 2009. Tunafanya kila baada ya miaka 2. Ndio. Kwa hiyo hii ni mara ya 4. Hii unawezaje kuizungumzia hii ya mara ya 4? Ina utofauti gani? Vitu vingi sana vimebadilika. Kwanza wakati tunaanza tuzo watu walikuwa hawaelewi, halafu wanawake walikuwa waoga, wanaogopa kujitokeza, hawajiamini, lakini kwa hiyo ilibidi tufanye kazi ya ziada, kuwahamasisha na kuwavutia waweze kutaka kushiriki. Lakini sasa hivi hii inabadilika. Kwa mfano mwaka huu tumepata mapendekezo zaidi ya 700. Kwa hiyo na watu wengi wanajipendekeza wenyewe. Mtu anakutumia anakuambia nimefanya hiki na hiki na hiki, mimi ni ninastahili hiyo tuzo. Kwa hiyo unaona ule mwamko umetoka. Na ukiachana na hilo, tangu tumeanza ile miaka 2009 mpaka sasa hivi vitu vingi sana vimebadilika kwa jamii, na tunaamini kwamba hata sisi tulichangia kwenye hilo. Tunaona wanawake wakijitolea kufanya zaidi ya kutaka kujiendeleza binafsi, wakijitolea kufanya shughuli za jamii. Miaka ile kulikuwa hakuna hiyo sana. Wengi, of course, kulikuwa kuna harakati, kuna taasisi hizi ambazo sio za kiserikali, lakini kila mtu alikuwa watu wengi walikuwa wanataka kujiangalia wenyewe, lakini zilibadilisha, yani zilichangia kubadilisha huo mwamko. Unaona siku hizi kila mtu anataka kufanya kitu kwa ajili ya jamii. Kwa hiyo pia ni badiliko ambalo limejitokeza. Na ndio maana hata tukisema kwamba mwanamke mwenye mafanikio, kwetu sisi mafanikio tunayoangalia sio binafsi. Ni yale mafanikio ya kwamba kwa kutumia nyenzo ulizonazo, nafasi ulionayo, hapo ulipo, unafanyia nini jamii iliyokuzunguka. Kama umeweza kujitoa nje ya nafasi yako, ukaleta mabadiliko chanya kwenye jamii, basi wewe ni mwanamke mwenye mafanikio. Wow. Okay. Inaweza ikawa jamii ndogo kabisa kwenye mtaa wako, ikawa ngazi ya wilaya, ya mkoa, kitaifa au kimataifa. Gezo cha kwanza lazima aidha ujipendekeze au upendekeze. Kwa hiyo inatupa inafanya tuwape watu nafasi sawa. Kwa sababu kuna wengine labda hawataki kushiriki kwa sababu moja au nyingine, na vile vile namna hiyo inatufanya tupate hata wale wanawake ambao hatuwafahamu, wako mbali na reach yetu, yani wako mbali na mitandao yetu ya kawaida. Kwa hiyo inaanzia hapo. Kwa hiyo huwa tunafanya campaign kubwa sana kuhamasisha watu mikoa yote, kuhamasisha watu wajitokeze. Kwa mfano ukiangalia hii miaka ya nyuma tumekuwa tukipata washiriki kutoka Karagwe, Hanang, Arusha, Kigoma, yani sehemu ambazo tusingeweza kuzifikia, lakini kwa sababu ya hiyo campaign ya kuhamasisha ambayo tunaifanya, wanajitokeza. Kwa hiyo tunaamini watu wote wana nafasi sawa, na actually kitu kilichotufanya tuandae hizi tuzo, ukiachana na yote niliyoyasema, kwa kuongezea ni kuwatoa wale wanawake ambao hawakuwa na platform ya kutoka. Yani kutoka nikimaanisha ya kujulikana na kuonekana. Kwa hiyo ulikuwa ukiuliza mtu anakutajia majina yanajirudia, role model wangu ni huyu, lakini kuna wanawake wengi wanafanya vitu mbalimbali, na ndio maana hata tuna vipengele vingi. Tunatoa tuzo kwenye vipengele zaidi ya 12: afya, elimu, michezo, mshiriki mdogo, kilimo, na nimesema afya, ustawi wa jamii, science na technology, kuna biashara. Yani kwa hiyo ni vipengele mbalimbali. Kwa hiyo tunachoangalia ni je, kwenye nafasi yako kama mwalimu au kwenye elimu au kwenye afya, umefanya nini cha nyongeza? Hata washindi ambao tumepata huko miaka ya nyuma, story ambayo inanigusa sana ni Anna Lukona. Anna Lukona alikuwa ni mwalimu wa Kilakala, na alifundisha pale, akaona kwamba kuna jamii kubwa ya wanafunzi ambao hawasikii, viziwi. Kwa hiyo akaanza masomo ya ziada jioni kuwafundisha wale wanafunzi. Akaona haitoshi, hawa wanafunzi bado wana changamoto, kwa sababu hata wakirudi nyumbani hawawezi kustawi sana, kwa sababu hawaongei, hawapati, yani hawawezi kuwasiliana na jamii. Akaanza masomo ya kufundisha wazazi na wanajamii wa wale wanafunzi. Akaona haitoshi, akaanzisha na shule yake kabisa ambayo ina specialize kwenye kufundisha wanafunzi ambao wana ulemavu wa kusikia. Alishinda tuzo ya mwaka. Lakini sasa ndio hiyo kuonyesha hao ndio wanawake ambao tunataka kuwaibua, kwamba yule alikuwa ni mwalimu, hakuwa mwalimu mkuu, hakuwa mwalimu mkuu msaidizi, alikuwa mwalimu wa kawaida kabisa. Kwa hiyo angeweza kuendelea kufundisha, anaenda asubuhi anafundisha, anarudi nyumbani, lakini alijitoa kusaidia jamii ambayo kulikuwa hakuna watu wa kuwasaidia kwa wakati ule. Kwa hiyo hao ndio wanawake ambao tunataka kuwatambua
na huo ndio wito ambao tunatoa kwa wanawake Tanzania nzima kwamba anza kwa kufanya mema, kufanya vizuri kutakuja tu. Kwa hiyo do well by doing good. Fanya mema, kufanya vizuri lazima kutakuja. Yeah. Mbali na tuzo ambazo sasa mmefanya, wewe binafsi kama rais wa tuzo za wanawake Tanzania, kwa kuwa tunakuona kama mhamasishaji, yani inspiration, ni kitu gani kingine ambacho unafanya? Ukiachana na hizi harakati za uwezeshaji wa wanawake, mimi pia ni mkurugenzi wa shirika linalohusiana na mambo ya mahusiano ya jamii. Kwa hiyo linaitwa Frontline Porta Novelli, ambalo lilianzishwa mwaka 2006. Shirika letu linafanya kazi za public relations na communication. Kwa hiyo tunafanya kazi na mashirika mbalimbali, makampuni kama Tigo, Swala Energy, Fastjet, South African Tourism. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunayaweka haya mashirika karibu na jamii, na jamii yaone kwa mtazamo ambao ni utasaidia shughuli za hawa wateja wetu. Ndio. Na hii kampuni yetu pia ni partners. Tuko pamoja na shirika kubwa kabisa la mambo ya public relations ambalo liko Marekani, lakini lina ofisi ndani ya nchi zaidi ya 80. Kwa hiyo tuko kwenye huo mtandao, ambacho ni kitu kikubwa sana kwetu, kwa sababu inatusaidia kujiweka na kujifunza mambo ya kimataifa na kutoa huduma kwa wateja ambazo ziko kwenye standard ya kimataifa. Okay. Hiyo lini tena mmefanya? Mbona ni kitu kikubwa sana na hakijulikani kivile. Maana sasa hivi pia hiyo kitu inakuwa Watanzania kuingia, hasa watu ambao bado sio mpaka wamekuwa wazee, watu wazima. Juzi kuna dada yetu hapo, binti tu mdogo, aliingia mkataba na watu wa nje, wanatengeneza product. So hata wewe kama kampuni yako imeungana na kampuni ya Kimarekani, ni achievement kubwa sana. Ni kitu kikubwa kwetu, na hii ilitokea mwaka 2010. Kwa hiyo tulikuwa tunaitwa Frontline Management. Baada ya kupata huu ubia, tukaanza kuitwa Frontline Porta Novelli. Kwa hiyo Porta Novelli ndio hiyo kampuni ya Kimarekani. Ndio. Hongera. Asante sana. Unachukua nani ndefu Nini ndefu? Mchuzi. No, yani inatusaidia sana kwa sababu tumeweza kupatia ajira direct and indirect kwa watu mbalimbali, na tunaweza tunaonyesha wanajamii, vijana wadogo, kwamba inawezekana, sio lazima uajiriwe, unaweza ukajipatia ajira yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Yaani kitu kingine pia, ulianzaje kujiajiri? Unajua sasa hivi kuna tatizo kubwa sana la ajira. Ni kubwa sana. Yaani mtu ambaye pengine na yeye yuko dilema, anataka ajira, anafikiria tu kuajiriwa. Ni nini ambacho unaweza kumwambia? Huwa naongea sana na vijana, nafanya mentorship personally. Huwa nakaa na watu, naongea, kuwaongoza pale ninapoweza. Na kitu ambacho huwa nasemaga ni kwamba kila mtu ana kipaji fulani. Una kipaji kama Joyce, uligundua una kipaji cha kuongea na kuhamasisha, na hivi uko hapa. Kwa kila mtu lazima kuna kipaji fulani unacho. Na kama umebahatika kusoma mpaka chuo kikuu, yani wewe sasa ndio kabisa, yani ukiachana na kipaji una ujuzi ambao umepewa, ndio. Kwa hiyo uanze kwa kufikiria hapo kwamba ni jinsi gani kwa hicho kipaji, nyenzo na tools ulizonazo unaweza create ajira, especially hawa vijana ambao wana degree. Actually ni jukumu lao kuhakikisha kwamba wanajiajiri na wanatoa ajira kwa wale ambao hawakupata hiyo nafasi ya kufika huko. Yani ni jukumu lako kabisa. Yani kama wewe ni mwanafunzi, naongea na wewe umepata degree yako kama ni 1 ni 2 na unatafuta kazi, umekaa nyumbani miezi 6, siwezi kukuelewa, kwa sababu ni jukumu lako kujiajiri na kutoa ajira. Kwa hiyo inabidi tubadilishe mentality zetu, tuwe na mwamko tofauti, mtazamo. Yes, tuwe na mtazamo chanya kwamba yani naweza nikatoa ajira. Kwa ni kitu gani ambacho kitanifurahisha ningeweza kufanya, na unaanzia hapo. Vijana wengi wanalalamika, tunahitaji mtaji. Mimi naweza nikakuletea milioni 100 hapa Joyce, lakini kama wewe mwenyewe hujatambua, hujawa na passion na dream na kujua ni kitu gani unataka kufanya, hizo hela utazimaliza baada ya mwezi na hamna kitu ambacho kimefanyika. That is true. Na unaweza kumpa mtu shilingi 10,000 baada ya mwezi ukakuta ana milioni 50. Ni kweli kabisa. Yes. I say, nadhani watu hawajutii
kuona leo kwenye kipindi na wale niliowaambia wewe ni role model wangu, sasa wanaamini zaidi na nadhani kuna wanaotamani sana wakuone ili waweze kupata fursa ya kuongea na wewe kidogo kama mama. Sasa wewe ni mama? Mimi ni mama na watoto wawili wavulana. Zion ana miaka 10 na Ethan ana miaka 4. Hao ni watoto wangu wa kila siku, lakini ni mama watoto wengi kadhaa pia. Napenda sana watoto. Watoto wengi huwa watoto wa wadogo zangu, wa ndugu zangu. Mimi ni mama mkubwa. Naitwa mama mkubwa. Unajivunia kuzee? Anasema uzee mwisho chalinzi. Ukishaona unaitwa mama mkubwa inabidi kweli uelewe sasa umekuwa. Na una mtoto wa miaka 10 kisha mtoto unaitwa bibi sasa. Isiwe karibu hivyo. Kazi uliyofanya ni kubwa sana. Nashukuru sana. Najua kila mtu kwa wanawake kila mmoja amefanya kwa sehemu yake, lakini sipendi kulinganisha. Yaani wewe umefanya kwa kuwa ni Irene na kwa idea yako na kwa kipaji chako na umefanya to the maximum. Yes. Na bado nina safari ndefu sana Joyce. Kuna vitu vingi sana ambavyo bado ningependa kuvifanya na niko mbioni kuvifanya. Kwa hiyo bado niko mwanzoni sana. Ni mwanzoni sana. Ni nzuri. Ni nini? Unaniambia ndio unaanza. Yaani hapa ni mwanzoni sana. Na yani kuna vitu vingi ambavyo ningependa kuvisema lakini ndio hivyo hatuna muda mrefu sana. Lakini kitu ambacho hivi karibuni nimekuwa nikiongelea mara kwa mara ni kuhusu mitandao ya kijamii. Kwa sababu tumeona madhara ambayo yamekuwa yakijitokeza kutokana na utumiaji mbaya wa mitandao ya kijamii na mitandao ya kijamii imetupa nafasi ya kujibrand, yani imempa kila mtu sauti na kila mtu nafasi ya kuweza kujiweka kwa jinsi ambavyo inataka dunia imuone. Sasa pale ambako unaitumia kwa kujiweka kwa jinsi ambavyo sasa inakuharibia, inakuwa sio vizuri. Labda kitu ambacho ningependa kuwaasa vijana na kuwashauri ni kwamba yani waitumie vizuri, waangalie mbele, waangalie mbali, miaka 10, 15 ijayo. Je, unataka mtu akujue wewe kama nani, akuone wewe kama nani? Unajijenga kuwa nani? Anzia hapo. Kama wewe unajijenga kuwa kitu fulani, ni kitu gani ufanye leo ili baada ya huo muda ufikie huko? Sasa hii nafasi ya kwamba una jinsi ya kujiweka na kujionyesha ulimwenguni, unaitumiaje? Hiyo ni kitu ambacho hizi siku za usoni nakiongelea kila nikipata nafasi. Na hiyo ni changamoto kubwa. Tumeona kweli watu wengine wanapoteza hadi maisha kwa ajili ya mitandao. Kwa hiyo nadhani ujumbe wako ni changamoto especially kwa sababu kampuni yangu inafanya mambo ya communication. So mitandao ya kijamii ni strategy ambayo makampuni huwa yanayatumia ku-engage na wateja na kujiposition, yani kujiweka kwa namna ambayo itawavutia wateja zaidi. Kwa hiyo na sisi tunaweza tukaitumia kwa njia hiyo kwamba unaitumia kuinteract na wale watu na kujiposition, yani kujiweka karibu na wale watu ambao watakusaidia kwenye safari yako ya mafanikio. Asante sana. Nakushukuru kwa muda wako na kutakia kila laheri kwenye shughuli zako za kila siku, lakini natarajia utakuwa tena na sisi kwa sababu ya muda wa leo umetu limit. Kwa kuwa una mengi sana, pengine tukaendelea kufanya pamoja. Yaani hata kila mwezi ukiniita nitakuja. Utakuja. Asante kwa hilo. Nitakuwa co-host. Mtazamaji, naweza kusema yani huyu ni bonge la superwoman. Mambo aliyofanya ni makubwa sana, yani mno. Mimi namwangalia yuko mbali na bado naendelea kumtazama wakati naendelea na mimi kukaribia ndoto zangu. Lakini yote kwa yote ni kwamba ni mwanamke wa shoka, ni superwoman wetu. Ni mwanamke ambaye tunajivunia. Ameweza kutumia ujuzi wake, maarifa yake, vipaji alivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Leo amekuwa ni rais wa kampuni zake mwenyewe, tuzo za wanawake ambazo wanawake wanapata wanafurahia. Kwa nini wewe ushindwe? Yeye ameweza. Kwa hiyo inawezekana. Wakati tunasherehekea siku ya wanawake duniani, sema hivi inawezekana. Kama umeshindwa siku zote, sasa hivi sema inawezekana na ufanyie kazi. Mimi nakwambia mwakani tutakuwa tunaongea mambo mengine. Basi mimi namshukuru sana. Asante kwa kuwa nami katika kipengele hicho cha kuzungumza na Irene. Sasa hivi tupate burudani kidogo kwa maana ya kule ambako tulienda
kuburudika na kusherehekea siku ya wanawake duniani. Our main function is to consolidate women's roles and capability in the Tanzanian community through enhancing their social, political, economical, and cultural participation. The awards are one of the programs in accomplishing this function. We're here to shine light on our society's role models. We strongly believe in the power of role models as catalysts to women empowerment. With your support, this year's Woman of the Year, and the award goes to Inspector Priska Komba. Sio mimi Priska, bali ni watu wote walioweza kunikubali, media, watu mbalimbali walioweza kufanya nao kazi. Ninajisikia machozi, lakini ni machozi ya furaha ya kufanya kazi ambayo tayari naendelea nayo. Labda nielezee tena kidogo. Naona Inspector Priska yeye ni polisi wa pale Oyster Bay, lakini aliguswa sana na kesi ambazo alikuwa anazipata mara kwa mara, wasichana wakiwa wamefanyiwa ukatili, wakienda polisi. Kama mnakumbuka miaka ya nyuma, walikuwa hawapewi nafasi, wanaongeleshwa vibaya, mpaka wanajisikia vibaya zaidi ya vile ambavyo walijisikia kabla ya kufika pale. Inspector Priska akapambana sana na akachochea uanzishwaji wa deski la jinsia ambalo linasaidia sana kutatua matatizo ya unyanyasaji wa kijinsia. Inspector Priska angeweza kuamua tu kuendelea na kazi yake, akawa anaenda kazini asubuhi, anarudi jioni, anafanya shughuli alizotumwa kufanya na wakuu wake, lakini aliguswa, alitumia nafasi yake kuleta mabadiliko kwenye jamii kubwa sana na kutatua tatizo kubwa sana. Inspector Priska ni mwanamke ambaye sisi tunasema ni mwanamke mwenye mafanikio. Labda Afande Priska, sasa kutokana na tuzo ambazo umeshinda, hebu tuambie hali ya kesi za ukatili wa kijinsia ambazo zinafika katika dawati lako na unazokutana nazo na ambazo ziko katika nchi nzima, kwa sababu wewe uko jikoni, ikoje na ni nini ambacho kinahitajika ili kuboresha mazingira hayo? Uboreshaji zaidi, kesi zinapofika mahakamani kutoka katika swala zima la polisi, basi zichukuliwe kwa hatua ya haraka, zisicheleweshwe. Hata mahakimu na majaji nao wafanye kazi kwa uhakika ili kesi zisicheleweshwe. Tukichukulia mfano halisi wa kesi ile ya yule binti mwaka jana ameng'atwa na tajiri yake, lakini tukiangalia kesi ile mpaka leo hii bado haijachukua hatua. Kwa nini? Mng'atwaji alikuwepo, mng'ataji alikuwepo, mashahidi walikuwepo. Kwa nini ile kesi isifanyiwe hukumu kwa haraka? Na hiyo pia naomba pia kwa kesi nyingine zote zile zinapofika mahakamani, basi isiwe na uchelewesho, ili hata yule anayetaka kutenda ile kosa hawezi kulitenda. Lakini tunapochelewa kufanyia maamuzi ya haraka moja kwa moja, hata mwingine anasema mimi si nilifanya, mbona kesi yangu ilichukua muda mrefu, kitu ambacho hatutaweza kuwatendea haki waathirika. Hongera sana kwa kupata hizo tuzo. Mpaka sasa hivi umelipa
jeshi la polisi sifa kubwa sana kupata tuzo kama mwanamke wa mwaka kutoka jeshi la polisi, wakati unajua uwaga kuna sifa za hapa na pale kuhusu jeshi la polisi ambazo zinakuwa sio nzuri. Lakini sasa hivi huenda ukafuta kwamba kuna mapolisi ambao wanafanya kazi kwa weledi na wanafanya kazi kwa ubora unaotakiwa. Nini ambacho unafikiri wewe kitatuliwe ili uweze kufanya kazi hii kwa ubora zaidi? Ni kama naomba kumuomba afande wangu IGP Ernest Mangu na waziri wa mambo ya ndani, vyeo vitolewe kwa wakati. Na si mimi tu niliyefanya kazi njema, bali kuna maaskari wengine pia wamefanya kazi njema, nao wapate maboresho kwa wakati. Maboresho hayo yatawasaidiaje katika kuongeza ufanisi wa kazi? Ni moja kwa moja mtu anapopandishwa kama hivi cheo, anajua nikifanya kazi kwa bidii nitapandishwa cheo. Mimi leo Priska, nadhani ulimwengu utakuwa unajua Ernest Mangu kama IGP wangu afanye nini. Tunaendelea na kipindi cha Wanawake Live na tunazungumzia siku ya wanawake duniani. Tumetoka kuona sherehe mbalimbali, tuzo za wanawake, rais wa tuzo hizi, tumesikia mengi kutoka kwa wadau mbalimbali. Sasa hivi tunageukia upande mwingine ambako nako katika sherehe za kusherehekea siku ya wanawake duniani zilifanyika kwa staili tofauti ya kuwakumbuka wenzetu ambao sasa hivi ni survivors wa saratani ya matiti, kuna wengine wa shingo ya mlango wa kizazi, kuna wengine wa tezi dume. Kwa hiyo kwa namna ya tofauti katika kuwasaidia, kuchangia wapate matibabu, wapate vifaa, wapate kuhamasishwa, yani wanawake wakicheki saratani mapema ya matiti na kuweza kujitibia mapema, uwezekano mkubwa sana wa kuweza kupona. Sasa hayo ni mambo mazuri sana. Yani kuna jamani, watu wana ideas. Mimi nilipenda sana, nilienjoy sana. Sasa nikukaribishe, na sisi tulikuwa miongoni mwa wadau waliojitokeza kusapoti. Hebu tuende ungana nasi tuweze kuona yaliyojiri pale. Mtazamaji, karibu sana. Hii ni Wanawake Live tukiwa Mlimani City, ambapo tumekuja kwenye lile tukio ambalo tulikuambia ni la kusapoti wanawake wenye saratani ya matiti, ya shingo ya kizazi, pamoja na tezi dume. Wenyewe walisema pia wataisapoti. Hebu tuambie zaidi jinsi ulivyogusa kuja kwenye event. Asante sana mpenzi. Yani mara kwanza Belinda amenifuata akanieleza kuhusu hili jambo, nikasema hakika mimi ni mtu ambaye napenda kusapoti watoto yatima, kulipa ada za shule za watoto yatima, lakini hili la kansa sikuweza kulifungia macho. Mwenyewe ndugu zangu wamepata tatizo kama hili. Kwenye jamii kuna watu wenye tatizo kama hili. Tena kuna wale ambao hawana uwezo kabisa. Wanapopata tatizo kama hili la kansa, familia zinafilisika zikiwahudumia. Wengine wanapata matatizo mpaka wanapoteza maisha mapema. Nikaona okay, Maznat Bridal haiwezi kuacha jamii. Na leo pia nimekuja na nimechangia kwa sababu najua kabisa kansa sio kwa ajili kwamba mimi labda tatizo ni langu mimi, hapana. Tatizo la jamii, na jamii yetu naipenda. Sisi wajasiriamali tunataka tunyanyue jamii yetu ya Tanzania, Joyce. Tusaidie kina mama ili wanawake waishi, kwa sababu ni uti wa mgongo wa familia. Nakushukuru sana, kila laheri. Asante. Okay, tunaendelea kusikiliza wanawake wengine mbalimbali ambao wamefika hapa. Hatutaweza kuwasikiliza wote, lakini baadhi angalau, ili tuweze kuhamasishana kuendelea kuisapoti jamii. Hebu tuambie zaidi, umeguswa na nini? Okay, nimeguswa kwanza kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanamke, na hii saratani ya kizazi na maziwa kwa wanawake ni tatizo kubwa kwetu hapa, especially hapa Tanzania. Watu tunajua wanapata matatizo lakini hawajui jinsi ya kutatua. Kwa hiyo uwepo wangu hapa mimi kupata elimu hii ndio nafasi yangu kupeleka kwenye blog yangu na kuelimisha watu zaidi kuhusiana na ugonjwa. Yeah. Hongera sana Shamim, kazi unayoifanya ni nzuri, na vile vile hongera kwa kuweza kusapoti jamii hasa kwenye kampeni ya saratani ya matiti na shingo ya uzazi. Ubarikiwe sana. Jamani, hao ni baadhi tu ya wakina dada wajasiriamali ambao tunawajua ni watafutaji wahangaikaji kweli, lakini walimejitokeza kwa ajili ya kuja kusapoti. Baada ya kuweza kuwasikia yani wachache, hatukuweza kuongea na wote. Sio kusema Wanawake Live wanapendelea, hapana. Ni wachache tu walikuwa wanakuwakilisha, hata wewe ambaye ulishiriki. Hebu tuende sasa ukumbini ambako tulikuwa na mgeni rasmi, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, Mama Sofia Simba. Alikuwa pale kwa ajili ya kuweza kusapoti hiyo event kwa kiasi kikubwa. Na baada ya hapo aliendesha vizuri sana swala zima la kuchangia, kwa sababu mwisho wa siku watu walikuwa wanaenda kuchangia. Kwa hiyo tusikie kidogo tu speech yake na watu wakichangia kwa ufupi,
na baada ya hapo tulipata burudani, na baada ya burudani kuna ambao walizungumza baada ya shughuli kuisha. Hebu twende tuweze kujipatia hayo yote. Mama Sofia Simba, Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Nimefurahi manake nimeona mpaka na mamangu Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wetu wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, Mheshimiwa Sofia Simba, na imechangamsha kidogo mwili. Karibu sana Mheshimiwa mgeni rasmi, karibuni kina mama, karibuni madaktari mbalimbali, karibuni kina mama wote. Ndugu Angela Uzilwa, mkurugenzi mkuu wa Breast Cancer Foundation, ambaye pia tunasema, mimi nasema yeye ni jasiri namba 1, au sio jamani? Madaktari mliopo hapa, mashujaa mliopo hapa, survivors na wahanga, lakini kubwa zaidi ni nyinyi mliofika hapa. Bwana asifiwe. Asalamu alaikum. Najua leo ni Jumapili, mmeenda mnakimbizana, mmeenda kanisani, mmerudi, mmeenda mmevaa, alafu here you are. Mimi mdogo wangu pia amefariki kwa kansa ya ziwa. Alikuwa mstari wa mbele sana katika kumpa counseling na maelekezo mbalimbali, lakini yeye siku yake ilikuwa imeshafika. Kina mama oye. Kwa hiyo mimi naomba sana kwa niaba yenu niwashukuru sana hawa ambao wamefanikisha tukio hili la leo. Baada ya kusema hayo machache, leo hapa tukuja kwenye mkutano, tumekuja kufanya mambo muhimu. Naomba nitamke sasa kwamba hafla hii ya leo ambayo imeandaliwa na wenzetu wa Breast Cancer Foundation ninazindua rasmi. Asanteni kwa kunisikiza. Nawapenda. Mama huyo. Vigeregere, makofi jamani. Karibu dokta. Topic yetu inasema kugundulika mapema ndio uzima wako. Mapema ndio uzima wako. Hebu tuendelee. Saratani ya matiti ni nini? Maana swali linalofuata ni kwamba hivi inasababishwa na nini? Hilo swali ni gumu sana. Inasababishwa na chembe za mwili wako mwenyewe zinakuasi wewe. Unajigusa katikati ya titi lako lililo zito fulani, unaona kitu ndani. Tena mara nyingi wamama hawa ndio wanakuja wanakuambia, "Dokta, hebu angalia mimi mbona naona kitu hapa." Na ndivyo inavyokuwa kweli. Inaweza ikawa kwenye titi, inaweza ikawa kwenye kwapa, vyovyote vile, lakini ukiona uvimbe, hata kama sio hatari ukajicomfort, lakini vizuri tutafute ushauri. Ni hapa ni nini? Tupate pesa ya kutosha. Hata ikitoka huko nje waseme kina mama tunaweza. Nani angependa awe wa kwanza? Anza, hata kama ukianza na 50,000, yule atakayokuja kusema ya mwisho, ujue huyo ndo atakayechukua. Kina mama oye. Naona kama mnakwazika. Tiketi hiyo jamani. Si tunaweza jamani? $100 nani jina lake? Kina mama kuchangiana, au sio? Sawa. Si wanawake tunaweza. Unajua hata mambo sijui vikoba sijui nini, tumeanza kina mama. Another one. Woo! Asante dokta. Inakuwa imeshafika $200. Binti yetu. Ndio maana simaku inavuta Siti Mtemvu, binti yetu mzuri. Mimi kama mwenyekiti wa City Tanzania Foundation natoa $500. $500 tena. Kuna mkono hapa mheshimiwa. Namda mamangu. Asante. Jambo jema kabisa. $500. Maznat Bridal $500. Asante sana, $500. Huku tena kuna mkono mheshimiwa. Na mimi nitainunua kwa $500. $500.
Joyce Kiria kutoka Wanawake Live. 500,000 nyingine. Nashukuru sana. Joyce Kiria. Tunajua unafanya kazi kubwa sana ya kina mama. Asante. Oye! Oye! Waweza kuwa na simu usipigiwe, na hata message usitumiwe, hata wakukumipu usinipiwe. Toto mjini mambo makini, jini pesa shika mola mbele. Natembea kwa mguu lakini nalala ndani, wala sijipima kuna nikikana dhumbi. Kwa kila Mtanzania, sio tu hata walokuja na wengine wataangalia vipindi hivi wawe na mwamko. Maana hii saratani ya matiti inaweza ikatokea tu kwa mtu yoyote, na yani huwezi ukajua bila kuwa na ujuzi kusema labda saratani ya matiti nikiona tofauti ya hivi hivi na hivi nitajua hii inaweza ikawa saratani ya matiti. Na sio watu wasikimbilie sijui kwa waganga, wasiende sijui wasubirie mpaka waje wakate matiti. Yaani wakiona mabadiliko tu kidogo wakimbilia hospitali ili wapate tiba. Mimi kansa ilimpata marehemu bibi yangu, lakini bahati nzuri aliwahi akawa anaenda pale na anaenda Ocean Road. Kwa hiyo wanamtibu, aliishi miaka zaidi ya 10 na kansa na haikumla sana. Kwa hiyo ni vizuri kuelimishana. Tunaenda kwenye mitindo, kuna mambo mengi tunawaelimisha kutumia mitindo, tunapendeza ili mradi tu tuelewe kwamba hichi kitu kinaua na tukiwahi, na ukiwahi unaishi. Wewe unafanya nini? Mimi na wenzangu tumefanya ya kwetu. Wewe umefanya nini? Hiyo ni changamoto kwako ili kwamba uweze kukumbuka jamii yako ya Tanzania. Na pia leo nimeweza kupata elimu ambayo mimi mwenyewe nilikuwa sijui kwa kweli kama naweza kujipima mwenyewe, nikaweza kujigundua. Nilikuwa sijui ni jinsi gani unaweza kuishi na hii kitu kama ukigundulika unayo. Lakini pia ni jinsi gani nimepata moyo baada ya kuona watu ambao tayari wana hilo tatizo, wengine wameweza kupona, wengine wapo wanaendelea kupambana huko ndani. Daktari ambaye ni bingwa wa hivi vitu, mwanamke, nilipata nafasi ya kukaa naye karibu, kwa kweli nimepata vingi. Yaani huo ndo mguso wangu, sio kuguswa tu nimeondoka na faida. Kama Misha alivyosema, hatujijui, huenda na wewe ukapata au na mimi nikapata. Kwa hiyo ni jukumu letu sote kuhamasisha juu ya janga hili la saratani ya matiti pamoja na shingo ya uzazi. Tunaendelea. Jamani mtazamaji, bila shaka utakuwa unamkumbuka dada Belinda ambaye tulizungumza naye siku zilizopita kidogo kwa ajili ya kuhamasisha tukio hili la leo. Na leo niko naye hapa. Mimi ningependa kusikia tu yeye anasemaje, kwa sababu alikuwa hapa akakukaribisha, akatukaribisha sote na tumefika. Yeye anasemaje? Dada Belinda, hongera sana kwa shughuli, imekuwa nzuri sana. Hebu wewe unatuambiaje? Yani sina la kusema isipokuwa namshukuru Mungu kupita kiasi.
na washukuru wadau mbalimbali waliowezesha, mmoja wapo ukiwa wewe ulivyoturusha watu wengi wakatusikia. Kitu kilichotufurahisha zaidi kuliko yote ni ile kwamba watu wamepokea ujumbe tuliokuwa tunautuma kwamba kujipima mapema ni muhimu, na wamependa presentations zilizofanywa na Dr. Kombe. Vile vile wamefurahia kwamba AAR nao watatoa bima kwa kinga na madhara yanayotokana na kansa ya kizazi pamoja na matiti. Tumepata pesa zaidi ya milioni 6 kwa pale, yani kwa kukaa kile kuonyesha kwamba wanawake yakihamasishwa kama watu na watu kama nyie, akina wanawake live, akina wote tukihamasishana tunaweza, kwa sababu sio kwamba sisi ni matajiri au wanawake wote waliokuja ni matajiri, lakini ule moyo na kuguswa. Sina la kukwambia Joyce, yani ninamshukuru Mungu na washukuru Mungu watu wote kwa njia moja au nyingine waliotusaidia. Katika hii swala la saratani, mimi nimempoteza bibi yangu ambaye amefariki kwa ajili ya kansa. Kwa hiyo naona ni responsibility yangu kuweza kusaidia ili tuweze kupata cure ambayo kwa sasa hivi sio kila mtu anapona, lakini at least wakati bibi yangu anaanza kuumwa kulikuwa hamna kabisa hii cure, lakini at least sasa hivi kuna maendeleo ambayo I'm always going to be part of it. Vipi kuhusu watu waliojitokeza hapa, kama ulivyoweza kuona mwamko wa watu kushiriki katika kuchangia? Unaongeleaje mwamko wa watu kushiriki katika kuchangia swala zima la saratani ya matiti? Mimi kusema kweli lazima nizungumze ule ukweli kwamba Watanzania bado hawajaguswa ama hawajaliona tatizo jinsi lilivyo, kwa sababu hata hii ambayo sasa hivi inaitwa tezi dume mpaka imefika mahali fulani ndio sasa imeonekana kwamba ni tatizo. Kiongozi wetu wa kitaifa baada ya kuguswa na hili tatizo sasa limekuwa tatizo la kitaifa. Mwanamke ndio chimbuko kubwa katika wanadamu wetu. Kila mwanadamu atapitia kwa mama. Hata kama wababa wanachangia kwa kiasi fulani, lakini kiumbe kinahifadhiwa kwa mama, na kinapotoka inabidi kinyonye. Sasa kama matiti yote mawili yamekatwa, mtoto atanyonya wapi? Mimi nakushukuru sana. Hii ilikuwa ni siku yetu maalum kwa ajili ya kusherehekea siku ya wanawake duniani. Tuendelee kucelebrate, tuendelee kupongezana, tuendelee kuchukua changamoto zetu kuwa fursa. Hakuna kulala, hakuna kulialia, ni kusimama, kufunga mkanda, twende mbele pamoja. Kwa pamoja tunafanyaje? Tunaweza. Na wewe unajua ndio ule mwaka wetu ama kuchagua au kuchaguliwa. Sijajua uko upande gani, lakini endelea kufuatilia Wanawake Live. Mimi nawashukuru sana wanaoniwezesha. Kama kawaida QFL ndio namba 1 kwa sababu wao ndio watatuwezesha kupitia ili tinga namba 1 kabisa la vijana East Africa TV. Lakini ukiachia mbali QFL, watengenezaji wa magodoro Dodoma, mimi napewa muonekano mzuri kabisa, very beautiful. Nguo nafanyiwa na wanaitwaje wale? Najua unawajua jamani, kila siku tunawataja. Beauty Point wako Mayfair. Makeup yangu Maznati Bridal. Siku nyingine nikitaka simple, siku nyingine nikitaka kuwaka. Yaani wewe ukienda pale unachagua unaenda wapi. Nataka ya kuwaka unapewa, nataka ya kupoa unapewa. Kwa hiyo usishangae, siku nyingine mimi nimetulia, siku nyingine nimelipuka. Maznati Bridal kwenye makeup. Nywele hii hapa sasa inafika huku kama ile ya wetu, wanaitwa wenzetu Wahindi au watu gani? Lakini za Kibrazili nzuri sana kwa Rose Brazilian. Leo kucha nimetengenezwa na Memi Nails ambaye yeye yuko pale Science, hii barabara Science ya Kijitonyama. Kienda Memi Nails unapata kucha zako vizuri. Hao ndio nawashukuru jamani. Mwisho wa siku najua unaenjoy kuangalia kipindi hiki.